Uhali gani ndugu yangu mpendwa mfuatiliaji wa chaneli hii. Leo nimekuletea habari hii ni nzuri kwako na pia utanishukuru kesho. Haya ndiyo madhara ya kuanika nguo za ndani nje, hasa kwa mwanamke, hasa pale tunapoishi kwenye nyumba zetu za kupanga. Kina dada wengi wamekuwa wakijisahau, wanaanika nguo zao nje bila kujua athari ambazo zinaweza kukupata. Sasa hizi ni athari ambazo nimekuletea siku ya leo ambazo zinaweza zikakupata. Watu wengine wanachoma sindano hospitalini wakizani eti ndo tatizo au suluhishi wa kupanga uzazi au uzazi wa mpango. Lakini nataka nikwambie kitu kimoja ndugu yangu, ni kwamba hii ni njia ambayo wengi wanatumia kufunga matumbo ya watu au usiweze kupata mtoto kwa kipindi fulani. Yani unapoanika nguo za ndani nje, cha kwanza kabisa mwenzako anaweza akapita akachukua nyuzi moja tu ya nguo yako ya ndani na baadaye akafunga kwenye chupa. Anapofunga kwenye chupa basi wewe utakuta unaishi kwenye ndoa yako na unashindwa kupata mtoto au unashindwa kupata ujauzito, au saa nyingine unaweza ukakuta ni kwamba unapata ujauzito, lakini unapopata ujauzito ni kwamba ule ujauzito wako unakuwa unaporomoka. Sasa hiyo ni kwamba wanakuwa wanachukua kamba. Wakishachukua kamba ya nguo yako ya ndani au nguo yako ya ndani inaweza ikachukuliwa ikawekwa kwenye chupa vizuri. Inapowekwa kwenye chupa vizuri, basi ni kwamba unakuwa umefunga tumbo lako na huwezi kupata mtoto maisha yako yote. Sasa unachokiona hapa ni kwamba huyu dada yeye alikuwa anaishi kwenye nyumba za kupanga. Bahati mbaya aligombana na mwenzake ambao walikuwa wanaishi kwenye nyumba ya kupanga. Wakati wamegombana, mwenzake alimvizia na akachukua nguo yake ya ndani ambayo alikuwa ameifua, hasa wakati kile kipindi ambacho anaenda kwenye hedhi au anaingia bleed. Basi akawa amechukua ile nguo yake ya ndani akaiweka kwenye chupa kama hii, na baadaye akaitupa mbali kwenye mapango kama unavyoyaona haya mapango. Na baadaye huyu dada amedumu kwa takribani kwa muda wa miaka karibia 15 bila kupata mtoto, na akawa anajiuliza tatizo linaweza likawa ni nini. Lakini kumbe tatizo ni kwamba alikuwa amegombana na mwenzake. Wakati amegombana na mwenzake, basi huyo mwenzake akawa amemfanyia kitendo kama hiki. Sasa baada ya kuja kwangu mimi mtaalamu, alipofika kwangu akanieleza hiyo tatizo na mimi nikamwangalia, na kwa sababu mimi na TV ya athiri, basi nilipomtazama basi nikagundua kwamba chupa hiyo alikuwa ameitupa kwenye mapango gani. Baada ya hapo basi niliamua kufunga safari moja kwa moja mpaka kwenye haya mapango unavyoyaona. Huyo dada alikuwa ni mshirikina, hivyo wachawi wote wa East Africa wote huwa wanakusanyika kwenye pango kama hili. Kwa alipofika mahali hapa akawa ameifukia chupa hiyo ambayo unaiona. Chupa hiyo ndani nikifungua ni kwamba ina nguo ya ndani ya huyu dada ambaye alikuja ofisini kwangu na mimi nikaweza kumsaidia. Kwa baada ya hapo natoa onyo kwa wanawake wote, hasa wale ambao wanaishi kwenye nyumba za kupanga. Unapoishi kwenye nyumba ya kupanga, kuwa makini na wapangaji wenzako, kwa sababu saa nyingine wanaweza akachukua nguo yako ya ndani kwa sababu tu ya wivu ya ndoa yako, au saa nyingine ya maisha yako wakachukua, na mwisho wa siku wakakufunga uzazi. Na wanapokufunga uzazi, mwisho wa siku utakuta unaishi hupati watoto. Lakini pia njia hii ni njia rahisi zaidi, kwa wanawake wote. Badala ya kwenda kuchoma sindano au kutumia vijiti au kutumia vidonge vya majira, unaweza ukachukua pedi yako ambayo umeingia kwenye hedhi. Unapochukua hiyo pedi yako ambayo ile damu ya kwanza kabisa inavyoanza kutoka, ukichukua kile kitambaa cha kwanza au ukachukua pedi ambayo umeitumia na ukaamua kuifunga kwenye chupa vizuri, hakikisha hiyo chupa unavyoifunga unaweka sehemu ambayo utaikumbuka mpendwa. Weka sehemu ambayo utaikumbuka. Funga, kaza kabisa mfuniko, hakikisha hewa haingii. Basi ni kwamba katika maisha yako yote huwezi ukapata mtoto na utaweza kufunga plani. Kwa nini nimesema uweke sehemu ambayo wewe mwenyewe utaikumbuka? Unapoweka sehemu ambayo wewe mwenyewe utaikumbuka, ni kwamba siku ukihitaji kupata mtoto, basi unaifuata ile chupa. Ukishaifuata ile chupa unaifungua. Ukishaifungua basi ni kwamba nenda kajamiane na mpenzi wako, mwisho wa siku basi moja kwa moja utaweza kupata mtoto kama kawaida. Hii ni njia ambayo wengi wanaweza wakawa wanajiuliza, je, wazazi wa zamani waliwezaje kupanga uzazi? Wengine walikuwa wana watoto wachache. Je, waliwezaje kupanga uzazi? Basi hii ni njia ya asili ambayo inaweza ikakusaidia wewe kupanga uzazi wako
wako, na mwisho wa siku ukazaa wale watoto ambao ungehitaji kuwa nao katika maisha yako. Kwa hiyo haya ni madhara pia ambayo yanaweza katokana na ukiweka nguo yako ya ndani kwa mwanamke, unaifua nguo unaanika nje. Hilo ni kosa mpendwa. Unaweza ukakuta unasema kuna wachawi, mama yangu mchawi, na wataalamu wengine wanadanganya watu kwamba huyu ni mchawi, lakini mwisho wa siku kumbe hakuna uchawi wowote. Kumbe uchawi umejifunga wewe mwenyewe, unaanika nguo za ndani nje. Sasa mwenzako anapopita au kigombana na mwenzako, anaweza akaichukua kamba ya chupi yako ile ya ndani, au anaweza akachukua chupi yako moja akaenda kuifunga kwenye kikopo, akahakikisha hewa ingizi, na mwisho wa siku unaweza ukakuta unahangaika kwenye ndoa kwa ajili ya kutafuta watoto, lakini huwezi ukapata mtoto. Kwa hiyo itambulike wazi kabisa. Hii ni njia ambayo unaweza kaitumia hata wewe mwenyewe. Lakini mbali na matatizo hayo, mimi kama mtaalamu Mwafilombe Fiusage, kwa Mungu hakuna macholo, naweza nikakusaidia kutibu matatizo mbalimbali kama vile kama unasumbuliwa na pressure, au sangine unasumbuliwa na vidonda vya tumbo, lakini pia kwa wale ambao hawapati watoto, lakini wale ambao wanasumbuliwa na mgongo, yani nazungumzia wengine huwa wanatokwa na kinyama sehemu ya siri, au unapoenda haja kubwa unakuta kuna nyama ambayo inatoka, na mwisho wa siku hiyo nyama ikigusa mchanga unaweza ukapoteza maisha. Lakini mbali na mambo kama hayo, naweza nikakusaidia kutibu matatizo mbalimbali kama vile kuvuta mpenzi ambaye amekuacha kwa muda mrefu, lakini pia naweza nikakusaidia kutatua matatizo mbalimbali kama zindiko la nyumba, kutoa mali za majini, kukuunganisha na vikundi vya utajiri mbalimbali ukakutana. Lakini pia natoa dawa ya utajiri, lakini pia kama una duka lako huwa huuzi, basi nitakupa dawa kama hizo na zitakusaidia, na mwisho wa siku unaweza kukuta ni kwamba duka lako linakuwa linashamiri na unauza vizuri. Lakini pia natoa dawa mbalimbali kama vile kurudisha mali zilizopotea aidha kwa wezi, lakini pia natoa zindiko la maduka, natoa zindiko la nyumba, zindiko la mali. Popote ulipo naweza nikakusaidia, kwa sababu pia ni mtaalamu wa kusoma masuala ya nyota, na nitakushauri pia. Natoa ushauri kwa wale ambao wanahitaji kujua mfumo wao wa nyota ukoje, na wanaruhusiwa kufanya kazi gani, wanatakiwa kuoa mwanamke wa aina gani, au wale ambao wanashindwa kupata wachumba. Basi chukua namba hiyo hapo ambao ni 0767785144. Ukinipigia simu nitakusaidia popote, mahali popote ulipo. Piga tu simu, nitakusaidia. Uwe nje ya nchi, uwe ndani ya nchi, basi moja kwa moja mimi kama mtaalamu nitakusaidia. Natoa pia tiba mbalimbali, yani tiba aina yoyote ile. Kama hiyo dawa unayoiona, hiyo ni dawa ambayo ni nzuri sana. Hiyo ni dawa ambayo inaitwa dawa ya kuzimu. Dawa hiyo unapoichukua ukiitumia, basi ni kwamba moja kwa moja inasafisha nyota, inasafisha maisha yako, yanakuwa yako vizuri. Ukichukua dawa hiyo ukaiponda vizuri, ukamwaga kwenye duka lako, basi wateja ni kwamba watamiminika kwako. Haina madhara yoyote. Ikumbuke wazi kabisa, sitoi kafara ya mtu, yani sikushauri uue mtu, au sitoi utajiri wa kutoa kafara. Natoa utajiri wa kihalali, yani naweza nikakupa utajiri ambao kila siku ukawa unapata pesa, yani kuna mtu atakuwa anakuletea pesa, inategemeana na kiwango cha nyota yako jinsi kilivyo. Kwa hiyo kama unavyoona, haya ni mapango ndugu yangu, ni mapango ya kichawi, ambayo sehemu ambayo wachawi huwa wanakusanyika, wanafanya vikao kwa ajili ya kutesa watu. Ikumbuke wazi kabisa, mimi ni mtaalamu. Unapokuja kwangu usije kwa kunijaribu, njoo ukiwa una imani thabiti, ukiwa una moyo safi, moyo uliotakasika, na nitakusaidia pia kwa mambo mbalimbali. Chukua namba hiyo hapo, nitakusaidia mpendwa, popote pale ulipo. La maisha ya watu, nipo huku kwa ajili ya kukuonyesha. Umeona, haya ni mapango yote, ni maporomoko haya, yani huku ni hatari mpendwa. Hii sehemu ni hatari, ni sehemu ya kichawi. Ni sehemu ya kichawi mpendwa, ni sehemu ya kichawi hii. Sasa mimi nimekuja huku kielele hiki, na haya maisha ya uganga kweli yatakuja kutuua siku moja, kwa sababu watu wanaokaa huku ni watu ambao ni wachawi kubuu. Wale wafalme wa kichawi ndio wanaokaa huku. Kama unavyoona hivi, nipo huku sasa, nahangaika hapa
kushuka. Mungu naomba unisaidie Mwenyezi Mungu. Hao waja wako ambao umenipa niwasaidie, niweze kuwasaidia salama. Niweze kuwasaidia salama pasipo shida yoyote. Mungu naomba unisaidie. Jamani. Ui. Yes. Ndugu wangu, kama nilivyokuambia, chupa ile nimeshaibeba tayari. Chupa ile nimeshaibeba, lakini naendelea kukuonyesha. Haya ni mapango mpendwa. Ni mapango haswa. Ni mapango ya maana. Napatikana kwa nambari 07677851. Ni kama kivuli. Kuna sehemu zingine ukimulika inaonyesha kama rangi nyeupe. Inaonyesha ni kama rangi nyeupe, lakini haya yote ni mapango ya kichawi kama mnavyoona. Huku nilikuja jamani, nilikuja kwa ajili ya kumuokoa dada yetu X ambaye alikuja kwangu akiwa na shida. Yeye amedumu kwenye ndoa kwa miaka kadhaa. Ukiangalia pale kwa mbali, ukizoom kwa mbali sana, utakuta kuna kitu kama kinacheza. Yule ni ndege, wapendwa wangu, ni ndege wa kichawi yule. Ni ndege wa kichawi, sio ndege wa kawaida kama mnavyoona. Kwa hiyo nilikuja kumsaidia dada yetu X ambaye yeye alikuwa na shida. Alikuwa na shida mpendwa. Alivyokuwa na shida kwa akaja. Sasa chupa yake wachawi waliileta huku. Nini kilinifanya mpaka nikajua kwamba chupa yake, yani kilichofanyika kwenye ile chupa ambayo umeiona, ile chupa mpendwa, ni kwamba ni hatari. Walichukua kitambaa chake ambacho alikuwa yuko bidi. Baada ya kuchukua kile kitambaa, wakawa wameweka kwenye chupa. Wakiwa wameweka kwenye chupa, kwa chupa ile wakaja wakaitupa huku. Walipoitupa huku, kwa akawa anakaa na ndoa yake na maisha yake, lakini akawa hapatagi watoto. Yaani tangia kuolewa. Na aliyemfanyia hivi mpendwa ni rafiki yake kabisa. Rafiki yake saa nyingine alikuwa anamsaidia, wanapeana hata nguo wanavaa. Nguo sio nzuri jamani kupokezana. Kupokezana nguo sio vizuri. Huyu aliyemfanyia ni rafiki yake kabisa. Yaani siku ya harusi wakati anaolewa, yule binti alienda kwa binti huyu ambaye nimeifuata chupa. Kwa hiyo alipoenda kwake, alichukua nyuzi ya chupi au nguo ya ndani. Alipoichukua ile nyuzi, ndo akaiweka kwenye ile chupa, ikadumu kwa miaka 10. Kwa miaka 15. Miaka 15 mpendwa. Imagine marafiki tunaokuwa nao, hebu tujaribu kuwa nao makini sana. Tujaribu kuwa makini nao sana, kwa sababu mtu anaweza akakutengenezea dawa, akaweka kwenye chupa, ukawa unajiuliza maswali, kwa nini mimi huwa sizai? Kwa nini mimi huwa sizai? Kwa nini maisha yangu yanakuwa ni magumu? Lakini kumbe kuna rafiki yako ambaye unamwamini sana. Wewe unafikiri unamwamini ni rafiki, kumbe ni adui. Anachukua nguo yako ya ndani ambayo wewe unaitumia kwenda kwenye siku zako au kwenye hedhi. Baada ya hapo anaichukua, anaiweka kwenye chupa, anafunga na mfuniko safi kama ile chupa nilivyokuonyesha ilivyokuwa imewekwa. Umeona? Kwa hiyo anaenda kuitupa mbali. Kwa hiyo utakaa miaka nenda rudi, unahangaika, kumbe rafiki yako kakutendea kitendo kama hicho. Kwa hiyo wewe mwanamke na wewe mwanaume, kuweni makini na marafiki mnaokuwa nao. Marafiki mnaokuwa nao, kuweni makini. Mimi nipo huku nimekuja kuwasaidia mteja. Chupa imagine imekaa huku kwa zaidi ya miaka 15 akiwa amefungwa mtu mmoja ili asiwe anapata mtoto. Hebu imagine. Haya ni mapango. Hii sehemu yote unavyoiona ni mapango, ni jangwa. Nimekuja huku ni milima kama unavyoona ni milima. Ni milima, hii yote ni milima. Sasa hii sehemu unayoiona sio sehemu ya kawaida mpendwa. Ni sehemu ambayo wachawi huwa wanakutanikia, wanafanya vikao vya hapa na pale kujadili ni nani tumtoe kafara, zamu ya nani kutoa kafara. Kwa ile kafara na ile damu, wewe unapomaliza 40, wenzako wanakuja kumalizia 40 yako huku, wanakukata ulimi kwenye milima kama hii. Huku ndo anapatikana mkuu wa kichawi. Mkuu wa kichawi huwa anapatikana. Sasa kwa kule nyuma sijaweza kwenda mpendwa, ila najitahidi kukuelekeza ni namna gani wachawi wanavyotesa watu. Lakini
nasikia uchungu sana mimi kama mganga. Kazi yangu ni kusaidia watu na sio kutesa watu kama nilivyomsaidia huyu dada. Huyu dada katumia gharama nyingi, kaenda kwa waganga mbalimbali wamemtapeli, lakini kumbe tatizo alikuwa ni rafiki yake tu. Na namba hiyo inayopita hapo chini ndio unaweza kanitafuta mpendwa, ili uweze kuona, ili uweze kusaidiwa pia na wewe. Kumbuka, nasaidia mtu yoyote ambaye yuko mahali popote, nasaidia shida ya mtu yoyote aliyoko sehemu yoyote ndani na nje. Mimi namsaidia. Mimi ni mganga Mwafilombe Fiusage, kwa Mungu hakuna machoro. Napatikana Sumbawanga kwenye milima milima hii kama unavyoona ya mapango. Asanteni sana na wakaribishe. Na wakaribishe jamani, wasije wakanikuta.